ulivyosikika mwangwi wa watu wa kutaka kufanya marekebisho ya sheria, ni Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliamua kutengeneza kamati maalum kwa ajili ya maridhiano ya nchi yetu. Na yeye mwenyewe kwa sauti yake akasema, hili taifa si mali ya mtu, ni taifa letu wote. Tusikilizane, tutafute suluhu ya matatizo tulionayo. Matatizo yaliyo kwenye sheria tuzirekebishe. Haikuishia hapo, sheria ikaletwa bungeni. Mheshimiwa Spika akiwa Dr. Tulia Ackson, tukafanya marekebisho ya sheria kuitikia mwangwi wa yale yaliyosemwa kwa watu. Hata leo Dr. Samia Suluhu Hassan milango yake iko wazi kwa mtu yoyote anayetaka kutoa maoni yake kwa ajili ya kuipeleka nchi yetu mbele. Ninachotaka kuwaomba viongozi wa dini na baba askofu mpya na baba askofu mkuu, tuendelee kuiombea nchi yetu. Wakati wote tuhubiri umoja, mshikamano miongoni mwetu ili tujenge taifa lenye amani. Ndugu zangu, ni mahali ambako hakuna amani, hata mahubiri hayawezi kufanyika kwa sababu watu wanatafuta mahali pa kujificha. Leo tuko hapa wote wenye furaha. Umekaa hapo unaacha simu yako, wala humwangalia aliye kushoto na kulia kwako. Kwa sababu gani? Kwa sababu waasisi wetu na viongozi wetu wa dini wamehubiri amani wakati wote. Tuikumbatie amani hii, tuilee, tuitunze, ili watoto wa watoto wetu wakute taifa ambalo lina amani na utulivu. Na Kanisa Anglikana ni kielelezo cha kuhubiri amani. Baba Askofu, sikusudii kusema chochote juu ya yale uliyoyasema juu ya uchaguzi, lakini nataka nikuhakikishie kuwa maelekezo yako kuwa uchaguzi utafanyika, serikali imeyasikia. Na kwa kweli sikumbuki kama kuna mpango wote wa kuahirisha uchaguzi. Uchaguzi utafanyika. Tuombe Mungu uchaguzi ufanyike kwa huru na haki kama ambavyo katiba yetu inataka. Uchaguzi ni tukio na jambo la kikatiba. Tunasikia mengi humo mitaani, wako wanaosema tuahirishe uchaguzi, wako wanaosema tuendelee na uchaguzi. Tuliase kanisa na taifa, tutafanya jambo baya kabisa kama tutafika mahali na kufanya maamuzi ya kusema tunaahirisha uchaguzi. Tutaingia kwenye mgogoro mbaya wa kikatiba na hatimaye tutajikuta kwenye mashinikizo yasiyo na sababu. Machangamoto yanayotokea kwenye mambo na mwendo ni sehemu ya maisha, yanapaswa kufanyiwa kazi. Kwa kuwa Mheshimiwa Spika uko hapa, Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu uko hapa, tuiombe sana jamii ya Tanzania kupitia ninyi na taifa zima, tusiahirishe uchaguzi. Mtatuingiza kwenye mgogoro ambao mwisho wa siku hatuna pa kwenda. Nchi tuliopewa na Edeni, tuliopewa na Mungu ni hii. Kwa kama ziko changamoto, tuombe mkae mzitengeneze. Uchaguzi ni sehemu ya mchakato wa maisha. Usitufanye tuone kana kwamba ndio mwisho wa maisha. Kuna maisha baada ya uchaguzi. Kwa hebu epusheni lugha za matusi, lugha za kejeli na kutupiana maneno magumu. Mna watoto na wengine wetu, nyinyi ni waumini wetu. Sasa mwatupiana maneno afu mkija hapa mwataka tuwashirikishe. Tuwashirikishaje sasa? Kwa hiyo niwaombe mpunguze maneno makali. Uchaguzi usitutenganishe, utuunganishe.